naona kwa macho. Sawa, inawezekana kuna makosa ya kibinadamu. Ameshindwa, mwamuzi ameshindwa kutafsiri sheria zinazomuongoza. Tunakubaliana kwamba ameshindwa, si ndio? Sasa yuko kubebwa huko. Unajua kubebwa maana yake ni kama alifanya makusudi. Wewe unajuaje kwamba hii ni makusudi au ni makosa ya kibinadamu? Mimi kwangu naona kabisa hii hapa mwamuzi huyu yuko kwa ajili ya kuibeba timu fulani. Kwako wewe? Na kwangu mimi hiyo kauli nitaizungumza, wala sina shaka ya namna yoyote, na nipo tayari kufungiwa. Huwezi kufungiwa kwa sababu amenini wametoa. Lakini si hiyo kanuni haipo tena. Ukinifungia sinarudi kijijini kulima. Nasema hivi, hautofungiwa kwa sababu hiyo kanuni haijapitishwa. Kwa hiyo kanuni iliyowekwa ili kuadhibiti watu wasiseme ukweli. Ila mkali wa dimba na kulima. Ndio ndoto yake. Maneno yake atatimia tu, siku si nyingi. Sema mwenyewe anaamua kila siku nirudi Tanga. Kina fedha kuliko hata utangazaji. Ni kweli, lakini yeye amewekeza kwenye kilimo. Unaweza ukatangaza miaka hapo, lakini unaweza ukawekeza, lakini wewe unavyofanya ni kama mimi nataka nikasimamie mwenyewe kilimo cha matikiti. Sasa hapo matikiti, njoo Kigamboni pale matikiti, mihogo, mahindi, mpunga. Yani nikitoa pesa yangu naona kabisa kichwa cha habari sasa. Ndio. Kutana na mkulima hodari kutoka Kwemdim Tanga. Aliacha utangazaji baada ya kufungiwa na TFF. Pomkai. Nakumbuka kuna mchambuzi mmoja alikuwa anaitwa Abdulaziz, alikuwa nakumbuka radio moja hivi Mgawe. Bwana we Abdulaziz Mrisho alitoa kauli juu ya TFF, mpaka hivi sasa amerudi kwao Tabora huko. Kwa hiyo na ana maisha ana maisha mazuri alizete kweli kweli. Sijui hata nalima nini. Wala wewe watu wanataka kudhibiti uhuru wa maoni. Sasa watu wadhibiti wengine, lakini mimi kwangu hawatoweza. Rais wa FIFA mwenyewe anafunga comment. Sasa anafunga comment kama rais wa FIFA. Sasa kwa nini ufunge comment? Sasa ndio anafunga comment kwenye page yake. Yani akiposti anafunga comment. Ni page yake. Hiyo si personal. Ile page ya FIFA yani iko hivi. Kama Hans nitafuata taratibu za mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA. Sitokiuka hizo taratibu, basi hakuna taasisi nyingine yoyote ambayo inaweza kulifungia. Na njia ni nyepesi mkali. Na TFF waache kuwatisha watu. Njia ni nyepesi. Nimeona jana Hans umesimama vizuri sana. Sasa si unajua watu wengi hawaoni mbele. Sasa hivi unaweza kuwa unatetea na wengine wana maslahi pia na TFF pale, wengine wanataka kazi pale. Kwa lazima asimame na agenda ya TFF, lakini kama unaangalia mbele na unaangalia pia maisha ya vijana wengine ambao wanakuja kwenye hii tasnia, huwezi kukubaliana na hiyo agenda hata siku. Bwana sawa, hilo tuliache, nilikuwa nalichagiza tu ili nami nitoe neno, na wapo wengi sana ambao wana maslahi yao binafsi katika namna moja ama nyingine, lakini mimi si mtu wa bahasha hizo. Bwana tuendelee Jessica katika kile ambacho mlikuwa mnakijadili hapo. Karibu. Sawa, lakini wakati tunaendelea, CRDB bonge la wakala ipo kwa ajili yako, ambapo ukitumia CRDB bonge la wakala unaweza kuwa miongoni mwa ambao wataingia kwenye kinyang'anyiro cha kushinda pesa na zawadi kemkem. Kuna pesa milioni 30, milioni 20, milioni 10, lakini pia friji la milango miwili, TV inchi 65. Kubwa zaidi, tumia CRDB bonge la wakala kimpango wako, mambo yaende sawa sawa kabisa. Jisajili na benki ya CRDB, alafu ukienda toa kwa bonge la wakala ili mambo yaende sawa sawa. Tuko naendelea kuzungumza hapa na tupo kwenye kipengele cha wachezaji vijana ambao wanasajiliwa kwenye hizi timu na namna ambavyo wanapaswa kupata dakika za kucheza. Ashraf, ulikuwa kwenye kipengele cha kutoa maoni yako na mtazamo wako juu ya muda ambao wanapaswa kuutumikia. Yes, mimi lakini ulikuwa kwenye sehemu ambayo ilikuwa inazungumzia sasa wewe upo kwa badala ya kudili na viongozi pia, mimi niko na dili na wachezaji wenyewe pia, kwamba unajua hizi timu kubwa zinapokuona unacheza huko kwenye timu ndogo, timu ya daraja la kati, wameona kitu kutoka kwako. Wanapokusajili kwenye timu yao wanaamini kwamba unaweza kwenda kudeliver. Sasa ina work pande zote mbili. Kuna nafasi kubwa ya viongozi kwa maana technical bench kumsaidia huyu mchezaji ili kuendelea kufanya vizuri kwenye ile timu, lakini kwa asilimia kubwa nafasi kubwa ipo kwa mwenyewe mchezaji ambaye yeye ndio kasajiliwa pale. Watu waliopo nyuma yako wanakushauri nini? Nafasi unaweza ukapewa ya kucheza. Sawa?
unaweza kupata dakika za kucheza, lakini unazifanyia nini hizo dakika ambazo unapewa ili kumconvince mwalimu pia kuendelea kucheza? Kwa sababu mimi siamini kama kuna mchezaji mzuri ambaye kijana anaweza kupata nafasi ya kucheza na akashow up alafu kocha tu akaamua kumpiga benchi, si ndio? Lakini unapangwa mechi ya kwanza, unapangwa mechi ya pili, mechi ya tatu, unaona huyu mtu sasa ni kama hawezi kuhimiliana na pressure hizi timu. Sasa pressure ipo kila sehemu, pressure popote pale ipo. Wewe unawezaje kusurvive, kupambana ili uweze kupata namba kwenye hiyo timu? Kwa sababu hizi timu kubwa, kuna moment tunaposema huwa hawamsubiri mtu, mimi huwa nawaelewa. Kuna wakati unapozungumza kwamba huwa hatumsubiri mtu, huwa naelewa. Kwa sababu pia hata wachezaji wa kigeni ambao wengine wanasajiliwa kuletwa kwenye timu, kuna wakati wanaanzia benchi kama mzawa anafanya vizuri. Understand? Kwa ni issue ya wewe unapambanaje kupata nafasi kwenye hiyo timu. Wote mna train. Wapo wachezaji wengi sana wa kizao ambao ni wazuri, na tulishawaona vijana ambao wametoka kwenye timu za madaraja ya kati wakaenda kwenye timu kubwa pia wakapata nafasi ya kucheza. Kwa hiyo vijana wasibweteke kuona tu kwamba viongozi ndio wanatakiwa kuwalinda wao kwenye kucheza. Of course wa viongozi wanatakiwa lisimamie hilo, lakini pia wewe mchezaji unapopata nafasi ya kusajiliwa kwenye hizo timu, jitihada zako ziko wapi? Mkai, mimi nikutolee mfano. Unajua hizi pressure sio tu kwenye timu za mpira wa miguu. Popote pale, hata makazini, si ndio? Wewe uko nyumbani unasikiliza Crown Sport, unaona kuna Pomkai, kuna Jimedali, kuna Hans Raphael, kuna Jeffrey, si ndio? Wewe ndio unaenda kwa mara ya kwanza, wewe unafikiri viongozi hapo Crown watakupa tu dakika, yani kwamba bwana wewe nenda tutakulinda. Wewe mwenyewe pia unatakiwa uonyeshe kwamba mimi napambana. Huwezi kufika kwenye hiyo level for the first time, lakini ukionyesha kitu asema no, huyu kijana tuendelee kumpa muda kwa sababu ana kitu, ana show up, si ndio? Kwa hiyo hata kwenye mazingira yote tutakiwa kuwalinda sana, yani tutakiwa kuwabembeleza hawa vijana. Hii ni kazi, na wao wenyewe wanatakiwa kufocus na career, kwa sababu kuna wakati hao wenyewe wachezaji wakifika kwenye timu kubwa wanalizika. Tunapiga nao story, yani mtu anaona akishafika Simba. Unajua hicho kitu ambacho Sherafu unazungumza kitu kizuri sana. Unajua iliwekwa ile kanuni ile kutoka timu za vijana, walikuwa wachezaji watatu kutoka timu za vijana wapandishe timu ya wakubwa. Ikaja wachezaji watano. Na ile kanuni ukipitia, nafikiri nakumbuka nilizungumza na TD Oscar Mirambo, ilikuwa kuna neno pale lazima acheze. Lakini mwisho wa siku hao vijana umewaona wakicheza katika hizi timu kubwa kutoka, ndio hicho nilichokanamwambia. Sasa sijui unaelewa hicho kitu. Kanuni inaweza ikawepo, lakini watekelezaji sasa ni klabu wenyewe. Na kitu kingine Mkai, na hizi klabu kwa mfano hususan hizi kubwa, yani hawana muda wa kuanza kumwangalia kijana. Wao wanataka matokeo makubwa sasa. Sasa ndio hapo uhalisia ambao ulikuwa unauzungumza. Wewe kijana unatakiwa ushow up. Yes, kwa sababu kwa mfano Yanga hivi sasa wamemsajili ule Mihambo, si ndio? Kutoka Mashujaa FC. Yanga kwenye eneo lao la ushambuliaji wana wachezaji gani? Na gani? Wana Shalolile, Ture, Depo anauzwa. Kwa wakati huu. Naam. Yes, Mziza na Depo amerejea. kumweka. Ndio. Mziza anarejea mwezi wa 12. Sawa, lakini atakuwepo kwenye squad. Ndio. Kwa kuna washambuliaji watatu mbele ya Mihambo. Wewe ni kocha sasa wa Yanga, Mang'oba Mngiti. Hebu rudia tena. Mang'oba. Unajua Mkai, yes. Hebu vaa viatu vyake. Of course nakuelewa unachokimaanisha. Lakini nadhani sehemu kubwa ama tatizo kubwa sana ambalo naliona kwenye club nyingi kwenye ligi yetu ni kutokuwa na mifumo imara ya kuaccommodate vijana. Tunajificha kwenye kijiji cha kwamba hii timu kubwa haisubiri mtu. Kweli ndio walisia haisubiri mtu. Wachezaji wanatakiwa adapt ndani na kasi ya ushindani. Lakini lazima kwenye hiyo adaptation ambayo unahitaji wewe vijana wako mkae wa adapt kwenye timu, lazima watengenezee mazingira mazuri au wachezaji kuadapt. Yaani asijione kama tu ni reserve players kwamba tupo tu kikanuni, lakini kuhusika kwenye timu ni kitu kigumu. Unajua, kwanza mimi sitakai kuamini kama sisi ligi yetu ndio ina pressure kubwa sana kuliko ligi zingine ambazo tumekuwa tukizishuhudia. Sidhani kama kuna ligi na kelele nyingi kuanzia kwenye media mpaka mtaani kama La Liga. Mimi kwa sababu kule mpaka kuna media za Barca, kuna media za Madrid. Sasa unajua kwenye pressure nayo pia lazima uigawe katika kipande kidogo. Kuna ile pressure ya jumla, lakini igawe kwenye eneo dogo tu la Simba na Yanga. Sawa, ndio maana pressure iko hapo. Pressure ndio ipo, na nakubaliana na wewe. Sawa. Pressure ipasi kuwashinikiza viongozi au walimu kushindwa kuwa kwenye misingi yao ya kazi.
ukiwa unasukumwa na pressure muda wote, ukiwa unafanya maamuzi kutokana na pressure, kuna kipindi uko unafanya maamuzi ambayo sio sahihi. Sasa unajua yaani Magungu unachozungumza huko professional kabisa. Yaani uko sahihi. Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja. Wewe mwalimu unaweza ukawa na misimamo yako ambayo umeisoma darasani, misingi yako. Lakini mashabiki wa hiyo club wanakupiga pressure, na hiyo pressure mashabiki kwanza wanaanza kukutafuta. Umeona kwa mfano kuna kipindi Patrick Ausems alipigwa makopo. Wewe unataka kuniambia kwamba wale mashabiki walitumwa na viongozi? Lakini hao mashabiki sasa kuna shindikizo pia wanawapa viongozi wao. Viongozi nao wanatikisika pap. Wanashusha pressure kwa mwalimu. Na ndio maana nakwambia kitu kimoja kwamba unachokizungumza kipo na ndio uhalisia wa maisha yetu ya Tanzania. Lakini mfano kama Nabi tunamtolea sana mfano kwa sababu leo hii tunamzungumzia Clement Mzize kupitia yeye. Nabi ambacho alifanikiwa, alitengeneza mfumo sahihi ambao ulikuwa unaisaidia timu kucheza vizuri na kupata matokeo. Ndani ya mfumo sahihi ukawa unasaidia kudevelop wachezaji wengine akiwemo Clement Mzize. Unakuwa ili hali timu inacheza vizuri na inashinda. Pressure kwa Clement Mzize haikuwa kubwa sana kwa sababu mbele ya Clement kulikuwa kuna watu ambao ni seniors. Wale watu wameondoka, na baada ya kuondoka utanikumbusha kuna msimu Clement ndo alikuwa a main man kwenye eneo la ushambuliaji. Kelele zikawa nyingi, baadaye ndo akaja Prince Dube kwenye timu. Sasa kama Mzize alikuwa developed pale ndani ile timu ambayo imechukua ubingwa misimu 5 mfululizo, why not others? Na ndio maana nasisitiza kwamba pressure inakuwa kubwa kwa sababu kama mwalimu unashindwa kutengeneza mazingira ya kimifumo ambayo itaipelekea timu kucheza vizuri na kupata matokeo, wewe mwenyewe binafsi utakosa nguvu ya kuwapa nafasi vijana, kwa sababu kijana anakuwa na vijana. Ukisubiri ukimweka misimu 2-3 benchi, kama alikuwa kwenye stage yake ukuaje amefikia kwenye 10%, anaanza 0 tena, anarudi nyuma. Wewe una kituo mkai mnakisimamia. Sahihi. Unafikiri wale watoto wanakuwa kama wachezi? Lazima wacheze. Na si wacheze tu mechi za kawaida. Yaani wale watoto ukiwachukua leo ukawapeleka pale JKT wakacheze mechi na under 20. Ukawapeleka Azam kule wakacheze mechi na Azam. Sio Simba, sio ukasafisha kupeleka kwenye ligi ya mkoa. Yes. Kule wanakuwa. Yaani leo ukisafiri nao ukienda nao Sweden, exposure unaopata kule na ushindani ni tofauti na ushindani utakaopata hapa. Na ukuaji ni kupata vitu vipya. Lakini tulimalize vijana hawa, tunawapenda, tunawapigia wanasema upatu sio. Yaani tunawapambania. Lakini hakuna mfumo unaowabeba. Na wao pia wajipambanie. Unapofika Simba, Yanga, Azam FC, iache TikTok pembeni. Tuenzetu Jessica Magama. Nadhani hapo nimeeleweka kwa uzuri kweli. Sio muda wote huko TikTok. Watu wasiburudike. Unajua maisha sana badilika. TikTok na watu wengi. TikTok mwachie Jessica Magama. Mimi mwenyewe niko TikTok. Jamani, mbona mtafanyia hivyo? TikTok jamani, kuna vitu vingi, sio lazima uwe unastareheka tu. Kuna vitu vingi unajifunza pia. Ila usiendekeze sana TikTok bana. Haikwepeki kaka. Haikwepeki. Tena mimi na mamdogo. Mimi kwa kweli. Unajua vitu vyetu vya mamdogo. Kabisa. Yaani hadi ngoja ninyoshe mikono kwanza. Okay, sawa, tumeangalia hapo kwenye ile ujumbe tu katika namna ya kwamba vijana wanapaswa kujiongeza pia na wao. Kwenye alama 5. Alama 5 tumeongea sana msimu yote iliyopita kwamba hizi adhabu za kulipwa faini, mbona kama watu wanazichukulia kawaida, watu wanazimudu, wanalipa na shughuli zinaendelea vile vile kama ilivyokuwa wakati mwingine. Sasa hivi alama 5 endapo tu hautakuwa na sababu ya msingi ya kwa nini haujatumia vyumba rasmi vya kuvalia nguo, tunaweza tumetibu kwa ukubwa. Kwanza Jessica, kabla ya Hansi kuongea, nimpongeze sana Evans Vodius. Ni moja kati ya panel ya wachambuzi ambaye yeye alikuwa anasimamia sana kukatwa alama timu ambayo itakwenda ndivyo sivyo. Nami nilikuwa nalichagiza hilo kwa nguvu kweli. Lakini Hansi Rafael alikuwa anapinga. Mimi ni unajua kitu kimoja. Ndio. Nimewaelewa TFF na bodi ya ligi walipokuja na hii kanuni kwamba timu ambayo haitotumia vyumba vya kubadilishia nguo itakatwa alama 5 kwenye zile ambazo tayari unazo mkononi. Kama hauna
utaanza na kutoa, si ndio? Ina maana kama ni mechi ya kwanza ya ligi na haujatumia vyumba vya kubadilishia nguo na hiyo mechi ukafungwa, ina maana unawekewa deni la 5, si ndio? Kwa nini wamekuja na hii kitu? Kwa sababu wamekuja na solution. Wameamua kununua vifaa vya kupima hivyo vyumba vya kubadilishia nguo. Ndio. Awali hawakuwa na hiyo kanuni kwa sababu hawakuwa na vifaa. Kwa hiyo hawawezi kujiridhisha kama kweli hivyo vyumba vina dawa au havina. Kwa hiyo inabaki kuwa ni speculation. Sahihi. Pamba amesema siwezi kuingia kwenye vyumba kuna dawa. TFF na bodi ya ligi hawana uhakika kwa sababu hawana vifaa vya kupima kama kweli hicho chumba kiko sawa au hakiko sawa. Kwa sasa hivi wamekubaliana kwamba wananunua vifaa. Watakuja watapima hicho chumba kama utalalamika kwamba kina harufu mbaya. Wakigundua kuna dawa, basi hapo watatafuta alternative. Lakini kama hicho chumba hakina dawa na wewe ukagoma kutokitumia, unakatwa alama 5. Okay. Sasa tunarudi kwenye uhalisia wa hii ligi. Aliyekuwa ni mwenyekiti wa bodi Mzee Steven Mguto. Amewahi kutoa kauli kwamba sio rahisi kuzikata hizi timu kubwa alama toka miaka na miaka. Ukienda kusoma kanuni kwenye kile kipindi cha hatuchezi, kuna mtu ilibidi akatwe alama kutokana na kanuni iliyokuepo. Lakini mtu amewahi kusema kama kuna mwanaume yoyote nchi hii aje akate alama zetu. Sio mtu, si Alikamwe huyo? Kama kuna mwanaume yoyote nchi hii akate alama zetu. Watu wakarudi nyuma wakajishika, haijulikani inakuaje mpaka jambo lilivyofika juu zaidi ndio likapata. Wewe jiulize Alikamwe anapata nguvu wapi? Lakini wakati ule si kanuni ilikuwa bado haijapitishwa. Kanuni zilizokuwepo za ligi kwa tukio la hatuchezi lililotokea, kuna mtu ilibidi akatwe alama 5. Maana walikaa chini wakaona ilibidi alama 3. Ilibidi akatwe alama 3 kwa mujibu wa kanuni zilizokuwepo na kosa lililofanyika. Kanuni ilikuwa inawaruhusu hivyo. Lakini kwa kosa tofauti na hili sasa. Kwa kosa tofauti na hilo la kubadilisha vyumba. Lakini hakuna mwanaume yoyote aliyethubutu kutumia hiyo kanuni kumkata mtu alama. Nakumbuka kama alipiga biti. Yani sio ile anapiga biti kwa sababu anajua ana haki, ana kila sababu ya kutokupata hizo alama. Yani iko hivi. Yule hata kama asingekuwa na haki. Kama alijilipua sana. Wewe unafikiri yeye katoka nyumbani Alikamwe anakuja kuzungumza vile? Kama tena ameongea kwa watu nyuma ambao wanamwambia nenda kazungumza. Hivi alipiga mpaka meza? Hadi meza. Mguto akaja kucement hicho kitu akasema kuzikata alama hizi timu sio jambo jepesi toka miaka na miaka. Jana hapa nilizungumza kanuni ya issue ya anti-doping. Watu wakaniambia hiyo kanuni ipo muda mrefu lakini haitumiki. Means kuna kanuni nyingi sana ambazo zipo lakini watu hawazitumii kwa kuogopa wakubwa hawa. Kwa hiyo hii kanuni ya alama 5 inaweza kuwa ni fimbo kwa hizi timu ndogo ambazo hazina muscles.